Jina lako Mungu Baba yetu katika jina la Yesu. Asante kwa siku hii njema, tarehe 1 mwezi wa 5. Litukuzwe, tunalishukuru, tunalisifu jina lako, tunalishangilia na lishangiliwe na limidiwe Bwana, kwa sababu limetenda makuu. Asante kwa rehema zako ambazo ni nyingi mno na fadhili zako ambazo ni kubwa, zimetusaidia, umetusaidia. Asante kwa mwezi wa 4 ulioisha, asante kwa mwezi wa 5, asante hata kwa miezi yote iliyo mbele yetu. Jina lako Yesu likatukuzwe na mapenzi yako yakatimizwe. Baba, asante kwa sababu ni kwa neema yako. Utukuzwe Bwana. Asante Mungu kwa kutujalia tarehe 1. Asante kwa ajili ya msikilizaji, mtazamaji. Endelea kumbarikia, endelea kumwangazia na nuru za uso wako. Bwana akubarikie sana mpendwa, na uendelee kuziona fadhili, rehema na uweza na nguvu za Mungu aliye juu. Aendelee kukubariki, endelea kubarikiwa na kumtumikia kwa furaha kabisa. Karibu sana tupate neno la takatifu katika tarehe 1 mwezi huu wa 5. Tuendelee kumshukuru tena na kumsifu sana yeye aliyetukuka milele yote. Na jambo hili ni la kipekee na la kiroho na la hekima, kwamba uende sasa katika mwezi huu ukiwa una moyo wa shukrani. Haimaanishi ni mwezi huu tu, lakini miezi yote na siku zote, wakati wote, katika hali zote, hebu karuhusu moyo wako kujaa shukrani. Karuhusu moyo wako kujaa shukrani. Shukrani ya kumshukuru Mungu ametenda. Moyo wa shukrani. Ndani yako kuwa na moyo wa shukrani, kuna baraka nyingi ambazo zitatokea. Kuna baraka nyingi ambazo tunazipokea kutoka kwa Mungu kwa kuwa na moyo wa shukrani. Kuwa na moyo wa shukrani inasababisha au inafanya Mungu aendelee kuruhusu ulinzi wake, uponyaji wake, baraka zake zitujirie. Haleluya. Huko tukiendelea kuwa watii, kuitii sauti yake, kama anavyosema katika Kumbukumbu la Torati sura ile ya 28 kuanzia mstari wa 1. Kuwa tuwe watii, wanaosikia sauti yake na wakutenda mapenzi yake, na tutazidi kuona baraka kama alivyosema katika Kumbukumbu la Torati 28:1 na kuendelea. Tutazipokea. Jitahidi kuendelea kuwa mtii, kusikia sauti ya Bwana na kutimiza mapenzi yake yote. Basi karibuni twende tusikie neno lake, ambacho kichwa ni hicho nimekutajia: moyo wa shukrani mbele za Mungu. Moyo wa shukrani kwa Mungu wetu. Nisome maandiko matakatifu, sura ya 16, Nyakati wa kwanza sura ile ya 16, Nyakati wa kwanza 16. Nitasoma mstari ule wa 8, alafu nitaenda mpaka ule wa 12. Nikigusa kidogo kwenye mstari wa kwanza pale, anasema wakaliingiza sanduku la Mungu na kuliweka katikati ya hema aliyoipiga Daudi kwa ajili yake. Wakatoa sadaka za kuteketezwa na sadaka za amani mbele za Mungu. Alafu mstari wa 2 anasema, na Daudi alipokwisha kuitoa sadaka ya kuteketezwa na sadaka za amani, akawabariki watu kwa jina la Bwana. Haleluya. Twende sasa tuone mstari ule wa 8 na wa 9 hadi wa 12. Anasema, mshukuruni Bwana, liitieni jina lake, wajulisheni watu matendo yake. Mwimbieni kwa zaburi, zitafakarini ajabu zake zote. Jisifuni kwa jina lake takatifu, na ufurahie moyo wao, na ufurahia moyo wao wamtafutao Bwana. Mtakeni Bwana na nguvu zake, utafuteni uso wake siku zote. Mstari wa 12, zikumbukeni ajabu zake alizozifanya, miujiza yake na hukumu za kinywa chake. Amen. Daudi na watu wake na watu wa Israeli hapo wanaingia kwenye madhabahu au kwenye hekalu, wanamtolea Mungu shukrani, sadaka. Manake walikuwa wana moyo wa shukrani, wanamtolea shukrani. Sasa ukienda mstari wa 8 ndio wanasema, wanaambiwa wamshukuru Bwana. Manake wawe na moyo wa shukrani kwa Bwana na kulitia jina lake.
na hivyo wawajulishe watu wengine matendo ya Bwana. Kwa maana nyingine, wasimulie habari za Mungu, matendo makuu aliyowatendea. Hii ni shuhuda. Inamaanisha tuwe na shuhuda mbele za Bwana, tuwe na shuhuda kwa watu wengine, tukiwashuhudia juu ya matendo makuu ya Mungu, juu ya matendo makuu ya Bwana. Basi na tuwashuhudie watu, tuwatangazie shuhuda za Bwana. Wakashukuru na wakatoa na sadaka zao, wakatoa sadaka mbalimbali hapo, wakamshukuru Bwana. Kwa hiyo hii inatufundisha kwamba ni muhimu sana kuwa na moyo wa shukurani, moyo wa ibada, moyo wa shukurani mbele za Mungu, moyo wa ibada na shukurani mbele za Bwana, na moyo wa kutii sauti ya Mungu au maagizo ya Mungu mtakatifu. Haleluya! Ahimidiwe Bwana wa majeshi, mfalme mkuu, mtawala wa yote. Anasema, mshukuruni Bwana, liitieni jina lake na kuwajulisha watu matendo yake. Haleluya! Mwezi wa 5, mshukuru Bwana, wajulishe watu matendo makuu aliyokutendea mwezi wa kwanza, wa pili, wa 3, wa 4. Sasa ni mwezi wa 5. Tunakaribia kabisa kuingia kwenye nusu ya mwaka sasa. Bwana atukuzwe sana. Simulia watu mambo uliyoyaona. Simulia jinsi Mungu alivyokulinda, alivyokufanikisha. Simulia ilivyotokea, yale yaliyotokea na jinsi ambavyo Mungu alikusaidia akakulinda. Usikae nayo, shuhudia, tangaza uweza wa jina la Yesu. Tangaza. Bwana akubariki sana. Mwezi wa 5, endelea kuwa na moyo wa shukurani, ukishukuru kwamba Mungu ametenda, amekuwa nami. Lakini anasema tumuimbie kwa zaburi na kuzitafakari ajabu zake zote, maajabu yake aliyoyatenda. Tumuimbie na nyimbo za kushukuru. Moyo wa shukurani unakuwa na nyimbo. Mtu mwenye moyo wa shukurani na nyimbo zinatoka, yani zitatoka nyimbo za kumuimbia Mungu tu. Mtu mwenye moyo wa shukurani, lazima na nyimbo zitakuja, nyimbo zitaimbwa. Moyo huo utakuwa na nyimbo, utaimba, utamuimbia kumtukuza Bwana, sio kutukuza wanadamu, kumuimbia kumtukuza Mungu aliye hai. Waimbaji wengi wamekuwa na, baadhi ya waimbaji wengi wameingia kwenye shida, kwenye tatizo. Huduma hiyo ina vita kubwa, na sasa bila kujua waimbaji wengine wamejiingiza mahali hatari sana, na wanasifu lakini wanaenda nje ya mapenzi ya Mungu. Hiyo huduma ni kubwa sana ya uimbaji. Natakiwa kujilinda kweli na kukaa makini sana katika utumishi huo. Haleluya! Muimbieni Bwana, moyo wa kumuimbia Mungu, moyo wa shukrani huwa una nyimbo za kumsifu Bwana. Haleluya! Penye shukrani pana sifa na tukuzo. Anasema, jisifuni kwa jina lake takatifu, na ufurahi moyo wao, na ufurahi moyo wa furaha, ufurahi moyo wao wanaomtafuta Bwana. Wanaomtafuta Bwana wanapata furaha katika mioyo yao. Wanaomtafuta Bwana wanatakiwa kufurahi katika mioyo yao, mioyo ya kufurahi mbele za Bwana, kwa sababu ni moyo unaomtafuta. Hautafuti dunia, unamtafuta Bwana. Basi ni jambo la kufurahi na ni jambo la kushangilia kwamba mioyo yetu ikamfurahie Bwana. Jambo lingine tunaloelekezwa hapa katika sura ya 16, Mambo ya Nyakati wa Kwanza 16, katika kuwa na moyo wa kumshukuru Mungu, moyo wa shukrani mbele za Mungu, anasema mtakeni Bwana na nguvu zake, utafuteni uso wake siku zote. Mwezi wa 5, wa 6, wa 7 na kuendelea, mwaka na mwaka, tumtake Bwana na nguvu zake. Tumtake Bwana Yesu na uweza wa nguvu zake, kwa kuwa ana uweza uliofufua kutoka katika wafu. Ule uweza uliomfufua katika wafu ukatufufulie mambo yetu na maisha yetu na mbele ya safari yetu, tukazidi kuziona baraka, uweza, nguvu na mamlaka yake tena katika mwezi wote wa 5, mwezi wote wa 6, wa 7, wa 8, wa 9, wa 10, wa 11 na wa 12, na mwaka ujao 2027 pia, na miaka ijayo, katika jina la Yesu. Na iwe kwako. Haleluya. Amina, amina. Haya, anasema tumtake na nguvu zake, kwa sababu ni kama wale wanafunzi wa Yesu au watumishi wa Bwana waliposafiri naye kwenye boti au niseme kwenye bahari, wako naye kwenye chombo katika maji, alafu Yesu akawa amelala. Manake aliwaangalia watafanyaje hawa, dhoruba ikatokea. Sasa manake walitakiwa watembee naye na nguvu zake.
Maanake nguvu za kusema dhoruba tulia, mawimbi tulia, lakini hawakumbeba na nguvu zake. Walimchukua kama alivyo kawaida, walienda naye kawaida. Tumtake Bwana na uweza wa nguvu zake, na moyo wetu uendelee kuwa na shukurani ukimtukuza. Tunaambiwa tuzikumbuke ajabu zake pia ambazo ameshazifanya, miujiza yake na hukumu za kinywa chake. Tuzikumbuke ajabu zake. Kumbuka miujiza na matendo ya Bwana, jinsi alivyotenda mambo makuu. Nisonge mbele tena katika hiyo Mambo ya Nyakati wa Pili sasa. Mambo ya Nyakati wa Pili 29, nitasoma mstari wa 31. Nyakati wa Pili 29:31 anasema, ndipo Hezekia akajibu akasema, sasa mmejifanya wakfu kwa Bwana. Karibuni mkalete dhabihu na matoleo ya shukurani nyumbani mwa Bwana. Basi kusanyiko wakaleta dhabihu na matoleo ya shukurani, na wote wenye moyo wa ukarimu wakaleta sadaka za kuteketezwa. Amina. Wote wenye moyo wa ukarimu, moyo wa shukurani, moyo wa unyenyekevu wakaenda na shukurani mbele za Bwana. Mwezi wa 5, lango la mwezi wa 5 likabarikiwe. Nawe nenda na shukurani mbele za Bwana, nenda na sadaka ya shukurani, nenda na moyo wa shukurani. Achilia moyo wako kumshukuru. Hauna sadaka, basi jitolee kumwimbia, jitolee sadaka ya kumsifu na ya kusema asante, kumshukuru kwa moyo na kuendelea kumfurahia moyoni. Hiyo nayo ni sadaka. Endelea kumtolea unavyokuwa navyo katika kumtolea. Tukuze sana katika moyo wako. Tukuze Bwana. Wakapeleka sadaka mbalimbali kwa moyo wa karimu, kwa moyo wa shukurani, kwa moyo wa kupenda, wakamtolea Bwana. Tuwe na moyo wa shukurani. Ametenda mambo makubwa kwenye maisha yetu. Ametulinda, ametusaidia mara nyingi, amesimama nasi, ametufanikisha, ametubariki, ametuinua, ametutetea Bwana, ametusaidia Bwana, ametufanikisha Bwana, ametuwezesha Jehova, ametusaidia Mfalme. Jina la Bwana libarikiwe, libarikiwe, libarikiwe. Jina la Yesu litukuzwe, litukuzwe, na lisifiwe, na lisifiwe. Jina lake Yesu lenye nguvu, lenye uweza. Wakaenda na moyo wa shukurani. Tujifunze kuwa na moyo wa shukurani sana katika maisha yetu. Twende tuone mahali pengine katika Zaburi ya 100. Zaburi ya 100 mstari wa 1. Mfanyieni Bwana shangwe dunia yote, tukuikieni Bwana kwa furaha, njoni mbele zake kwa kuimba. Twende tuone mstari wa 4. Nenda kwenye mstari wa 4. Mstari wa 4 anasema, ingieni malangoni mwake kwa kushukuru, nywani mwake kwa kusifu. Mshukuruni, lihimidini jina lake. Haleluya. Anasema tuingie kwenye malango yake kwa moyo wa shukrani, kwa ibada, kwa kumsifu, kwa kumtukuza sana. Malangoni pake tumfanyie Bwana shangwe. Dunia yote inatakiwa kumfanyia Bwana shangwe. Dunia yote inatakiwa kumfanyia Bwana shangwe. Ametupa lango la mwezi wa 5, ametupa lango la mwaka huu, ametupa neema, ametufanikisha, ametusaidia, ametubariki. Acha mioyo yetu imshukuru, acha nafsi zetu zimuimbie, zimwabudu. Ruhusu moyo wako kujaa shukrani, kujaa furaha, kujaa amani, kujaa matoleo. Mtolee Bwana sifa, mtolee Bwana sadaka ulizo nazo mpe. Acha uchoyo, acha kunyamaza tu. Hakika tumwambie Baba asante, Baba asante, Yesu asante. Na mwezi huu kama tulivyotangulia kuombea siku kama 2 zilizopita, na sasa tunaendelea kuomba tena, Mungu akatutendee jambo. Ingieni malangoni mwake kwa kushukuru, nywani mwake kwa kusifu. Mshukuruni na kulimidi jina lake. Tuingie kwenye lango ili kwa shukrani, lango la mwezi wa 5. Na mengine yote yatakuwa vivyo hivyo. Tukayaingie kwa moyo wa shukrani, tukimtukuza aliyetujalia, aliyetusaidia, aliyetutetea, Yesu Kristo wa Nazareti.
Amen. Twende tuombe. Baba, katika jina la Yesu, Mungu uliye hai, sante kwa lango la mwezi wa 5. Sante hata kwa mwezi wa 4 ulioisha. Sante kwa mwezi ulio mbele yetu pia. Sante kwa wiki zote na miezi yote. Katika jina la Yesu, utukuzwe Baba. Ninaomba rehema, utusamehe pale tulipotumia muda vibaya, pale tulipoiba muda, pale tulipocheza na majira na nyakati, pale tulipoacha kutii sauti yako katika mwezi wote wa 4 na kuanzia mwezi wa kwanza mpaka wa 4. Mungu turehemu kwa damu yako, tufutie yote. Na sasa tupe sasa kufahamu, kutambua, tujue jinsi ya kutumia muda vizuri, na mioyo yetu ijae shukrani, mioyo yetu ijae shukrani, sio manunguniko, sio lawama, sio uoga, sio uovu, sio mawazo mabaya, bali mawazo mema kama unavyotuwazia wewe mema. Bariki baba na mama yule, bariki kaka na dada yule, bariki kijana huyu anayesikia, kwa jina la Yesu. Mvike uweza na nguvu, na moyo wake uwe ni moyo wa kufurahia, moyo wa kukushangilia, moyo wa kukutukuza, katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Asante Jehova Bwana Mungu mwenye nguvu, mioyo yetu ikajae kufurahi, ikajae kumkutukuza, ikajae amani. Mjaze baba, mjaze mama, mjaze kaka yule, mjaze dada, jaza familia ile amani ya baraka na nguvu na uweza wa Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa malango haya mwezi wa 5. Asante, nasi tukawe ni watu wanaomiliki, tunaenda kwa furaha katika uweza wa Roho, wala si kwa unyonge, katika jina la Yesu. Bwana utukuzwe na uhimidiwe milele yote. Asante kwa kutupa lango hili. Sifa utukufu ni zako. Tujaze akili ya ndani, tujaze nguvu za rohoni, tujaze uweza wako, na tuendelee sasa kulitukuza jina lako, kulisujudu, kuliabudu, kukushukuru na kukuinua wewe uliye Bwana Mungu, mfalme mkuu. Asante kwa upendo wako mwingi, asante kwa uweza wako mkuu, asante kwa utukufu wa jina lako, wewe uliye Baba wa rehema, wewe uliye Baba wa neema, wewe uliye Bwana wa utukufu, mfalme wa yote na muweza wa yote. Baba, tunarudisha sifa na utukufu kwako. Asante kwa kutuponya na kutuokoa na hatari mbalimbali. Nami naomba mbariki kila mmoja sasa, ajazwe na Roho wako, chazwe na neema yako, atembee katika mapenzi yako Jehova Baba, katika jina la Yesu Kristo lenye utukufu na nguvu, lililojaa baraka na neema. Sante Mwokozi, sante Jehova. Damu yako yetunenee uzima na baraka na neema sasa na siku zote, kwa jina la Yesu Kristo. Nguvu ya aliye juu zikufanikishe. Endelea kutulia, kusikia sauti ya Bwana na kutekeleza maagizo ya Bwana. Baraka zipo, ushindi upo, ponyaji upo tukifanya hivyo. Adui atapigwa, amesema Baba yetu wa mbinguni kwa neno lake. Amesema katika Kumbukumbu la Torati sura ile ya 28 mstari wa 6 wa 7 pale, anasema atawapiga hao maadui, atawafukuza, watakimbia kwa kutawanyika kwa njia 7. Bwana akushibishe neema, imani na nguvu. Barikiwa na familia yako, barikiwa wewe katika ujana wako, barikiwa wewe katika maisha yako yote. Neema na baraka zikujilie sana kwa jina la Yesu. Mungu akubariki sana. Haleluya. Nikukumbushe, kumbuka kusubscribe kwenye YouTube channel ya Eli Mlinzi Mbise. Inapatikana kwa jina la Eli Mlinzi Mbise. Kama hujafanya kusubscribe, basi niombe kwa utukufu wa Bwana Yesu, subscribe, share na kulike na wengine. Karibu pia nina huduma ya TikTok live mara kwa mara, mchana, asubuhi, usiku. Karibu kwenye huduma hiyo ambayo inapatikana kwa jina la Eli Mlinzi Mbise pia. Karibu sana, endelea kutuombea kwa huduma ya kwenda vijiji kwa vijiji. Muda umekaribia, tutaondoka, tutakuwa na sehemu mbalimbali za kwenda. Tuna mikoa mbalimbali ya kwenda na tunaenda vijijini. Sawa, ikoani usifikiri kwamba tunaenda pale tu mjini. Tunaenda hasa kule kugumu kule ndani ambako kazi ya Bwana pale inatakiwa sana. Tuombe, shiriki kwa sadaka yako. Utaziona hapo chini kwenye simu yako, utaona namba ambazo unaweza kuzitumia. Ndio chombo chetu cha sadaka. Tangu wakati wa Yesu, wakati mwingi, hata kabla ya Yesu, kazi ya Mungu imefanyika. Watu wanatoa sadaka, ndipo inafanyika. Kwa kutoa sadaka imefanyika. Kwa hiyo hakuna namna ya kukwepa, na ni baraka zitakujia wewe. Barikiwa sana. Karibu shiriki kazi ya Bwana Yesu kwa sadaka zako na kwa maombi yako. Ubarikiwe katika jina la Yesu.
sasa na hata milele. Amina, amina. Bwana Yesu akutunze, akufiche damuni mwake. Tembea uweponi mwake tena na usichoke. Bwana ni mwema, akufadhili kwa fadhili nyingi, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Tembea uweponi mwake, yeye ni mwema kabisa. Akusaidie, akushike kwa mkono wake uliojaa uweza na nguvu. Ahimidiwe Bwana Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Neno litaendelea kusimama. Shika neno, tembea na neno la uzima. Neno, angalia, ione Biblia ndani ya moyo wako, ikujaze siku zote, ikae nawe siku zote, ijaze moyo wako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai.